Na huku dunia ikiadhimisha siku ya ugonjwa wa kupooza kwa ubongo almaarufu cerebral palsy, wazazi na walezi wa watoto wanaoishi na hali hii wanatoa wito kwa serikali kukabiliana na gharama kubwa na uhaba wa dawa muhimu ambazo wanasema zinahatarisha afya na maisha ya wagonjwa wengi. Anyango Sylvia anaarifu. Wakizungumza katika uwanja wa Nambali DCC kaunti ya Busia, wazazi wakiongozwa na Judith Sikuku, Beverlyn Omwenga na Bernard Okumu ambaye ni waathirika wa ugonjwa wa kupooza kwa ubongo almaarufu cerebral palsy, walieleza wasiwasi kuhusu kutojaliwa na mzigo mkubwa wa kifedha unaowakabili familia zinazolea watoto wenye hali hiyo, wakitoa wito kwa serikali kutoa msaada katika kupunguza gharama za dawa na kuweka mipango ya msaada wa kurejesha afya na kuwajumuisha wagonjwa katika jamii. Mtoto toka ni mzae akuna madawa yenye huwa anatumia the conversion drugs, ambapo akikosa tu kukunywa mtoto atajiuma ulimi, atajikata ulimi atoke damu. Saa zingine hata unaweza kuwa umekosa pesa na kuendea dawa, utakuta tu ameuma hizo lips mpaka zimeumia. Naomba tu therapy waeke for free, ambapo na hizo drugs tuzipate tu free. Hii mtoto asikii ni bubu. Hii mtoto kuna kifafa. Anaanguka. Hii mtoto ajilisi na mliza. Hii mtoto kwenda choo anaenda pale alipo kwa nguo vile alipo iko hivyo. Hiyo ndio changamoto napata sana. Hizi kama kikundi cha watu wa utani wa ubongo, tunajua mtu mmoja ukitembea peke yako inakuwa ngumu sana. Ndio maana tumeungana kusongesha hii gurudumu mbele kwa minajili ya kubadilisha maisha, kwa minajili ya kuepuka ile isolation, kwa minajili ya kuwa mabalozi, so that watu wengine wanapotuona wanakuwa lured to change their lives concerning cerebral palsy and disability at large. Wito huo ulisitizwa na mkurugenzi wa watu wenye ulemavu katika kaunti ya Busia, Metrin Wamalwa, ambaye aliwahimiza wazazi na walezi kusajili watoto wenye ulemavu ili wanufaike na mpango wa msaada kutoka kwa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali. Kwa wazazi wanajiweka katika vikundi ili waweze kufanya merry-go-round ama saving and loaning. So ikifika wakati wa kuendea dawa anaweza kopa pale pesa itumike kama transport ya kuendea dawa, sababu hizi dawa zinapatikana sana kwa wingi Busia. Na pia kwa government facilities tungeomba waweze kuleta hizo dawa pale, sababu wakifika kwa hospitali ambayo ni ya referral hizo dawa haziko, wanatumwa wakanunue nje na ziko bei ghali sana. Wamalwa aidha alitoa wito kwa Wizara ya Elimu kuanzisha shule maalum kwa ajili ya watoto wasioona na wale wenye ugonjwa huo wa kupooza kwa akili, akibainisha kuwa taasisi kama hizo zingeongeza kujitumainia na kuhamasisha ujumuishaji wa kijamii kwa wanafunzi wenye ulemavu. Kila aina ya ulemavu ina shule yake speciali ambayo mlemavu huyo anafaa kusoma. Kwa mfano tukianza na wale watoto ambao wako na autism, wale severe, kuna shule yao speciali ambao wanafaa kuenda, lakini wanapata shule kama hiyo haipo katika kaunti ya Busia. Walemavu wa macho pia hawana shule yao katika kaunti ya Busia. Alafu napata pia walemavu wa miguu ama wa viungo wana shule za msingi lakini hawana shule za upili. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana wao wakitaka kusoma lazima waende katika kaunti jirani ama kaunti zingine ambazo zina hizo shule. Mbali na mahitaji ya kila siku kama chakula, mavazi, masomo, wao wana. Kauli mbiu ya mwaka huu kimataifa inasisitiza ujumuishaji, upatikanaji wa huduma na uwezeshaji kwa watu wenye cerebral palsy, wito ambao unagusa sana familia za Busia zinazotafuta heshima, huduma na fursa sawa kwa wapendwa wao. Anyango Sylvia, runinga ya KU.